hiyo mikono. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Hivyo ndio kanisa linatakiwa liendeshwe. Sasa Lucifer alikuwa na hiyo akaharibu kwa sababu ya kukosa kiasi. Na sisi hapa tunataka utukufu wa Mungu. Tunataka utukufu wa Mungu. Sifa ambaye haiendi na roho ya sifa, hiyo ni ya kwako. Hiyo ni ya kwako. Na sio hapa tu, hata ukiwa nyumbani kwako. Yaani ile unasikia tu ni wimbo unaanza kuimba, unasikia wewe umehama. Unahama. Kama hata ni nini uko unafanya, mimi nafika mahali naanza kunyosha, hata kama nilikuwa nafanya. Unasikia kabisa ni ile sifa ndani yako inavuka mipaka ya wewe. Inavuka mipaka ya nafsi yako. Inaingia kwenye mipaka ya roho. Na ikiingia kwenye mipaka ya roho ndio inabeba mgusano na Bwana. Kwa hiyo unafika mahali wewe unapoteza nguvu. Kama ulikuwa unafanya kitu unajikuta kwamba huwezi kufanya, unaingia kwenye baba. Kuna mtu ameelewa nimesema nini? Yaani unakuwa uwezi, yaani mimi nafika mahali nakuwa siwezi, naanza tu maana nikuta na kwa lugha. Yaani nahama kwenye kila kitu ambacho nilikuwa nafanya. Sasa hivi. Sasa hiyo ni dalili ya kwamba uko kwenye ukiasi. Na mtu aliye kwenye ukiasi, hiyo roho ya ibada, niseme tu ya ibada kwa ujumla, inakaa ndani yake. Na kama ni sifu, kwani hapa jamani tumekuwa tukisifu wakati mwingine tunasifu mpaka Bwana mwenyewe anaanza kushughulika na watu wake. Hivyo ndivyo linavyotakiwa kanisa la Kristo liwe. Na Nehemia usikilize vizuri sana. Maana wewe ndio uko hapo. Usituwekee nyimbo ambazo zitatufikisha kwenye nafsi tu. Wewe mwenyewe tengeneza namna ya kuconnect ili wewe sasa wewe ndio tunakuweka ndio Lucifer wa leo. Hapa. Wewe mwenyewe ubebe hiyo sifa. Unaibeba hiyo sifa ndani yako. Sifa ikuhamishe wewe. Wewe usiimbe kwamba unatuongoza sisi. Wewe ile roho inapokuwa ndani yako ikakubeba wewe, ndio inatubeba na sisi sote tunaenda. Kuna mtu anaelewa nasema nini? Kwa hiyo sasa nimetoa mfano kwa kutaka kuelezea huyo ni mtu wa kwanza ama ni kiumbe cha kwanza ambaye kwa kukosa ukiasi aliivuruga ibada, aliivuruga sifa, na mpaka leo watu wameokoka. Yesu alishakuja akasema na yule mama, baba yangu anawatafuta hao watu nimesema sazini. Kwa hiyo mimi niko hapa kuwarejesha waweze kuabudu katika roho na kweli. Lakini watu bado tumesharejeshwa, tuko ndani ya wokovu, lakini hatuwezi kuabudu katika roho. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Hatuwezi kusifu katika roho. Kwa manake na maana kuna shida iko mahali kwenye ukiasi. Kila ambacho shetani aliharibu wakati ule bado kiko kazini, kinatafuna kanisa leo. Lakini sisi Bwana anatupa kufahamu ili tuweze kuingia katika eneo ambalo tutakapoabudu na kuimba, tutakapomsifu na kumwabudu Bwana, utukufu wake ushuke. Mimi niingie na watu wengine waingie. Wewe uingie na sisi tuweze kuingia. Hiyo ndio kazi ambayo Lucifer alikuwa nayo, ambapo kwa leo hii hiyo roho haiwekwi kwa mtu mmoja, sasa imewekwa kwa kanisa. Yaani kwa kila mtu ambaye ni muamini, roho hii ya sifa na kuabudu, kwa maana roho ya ibada, yakaa ndani yetu. Inatakiwa ikae ndani yetu. Sasa nikiona kwamba siingii rohoni, nimeshakuvusha kwenye mipaka ya nafsi, ambaye watu wengi wanakuwa kwenye hyper, alafu wao wanafikiri kwamba wako rohoni, kumbe ni msisimko tu ya nafsi. Na msisimko wa nafsi, kwanza nikupe siri moja hapo kabla sijahama hapo. Msisimko wa nafsi mara nyingi unatokana na mdundo wa muziki. Sasa hiyo nayo pia imekuwa ni tatizo ndani ya kanisa, kwa sababu shetani ana midundo yake, na ile midundo imebeba rhythm yake, kile ambacho kimetokana na yeye. Yaani nikisema hivyo nataka nieleze kwa maana hii. Hivi ni vitu vya miaka karne na karne. Kuna roho ambazo ziliachiliwa, tutakuja sisi na tutajifunza dini, Mungu atatusaidia tu. Kuna roho zile ambazo ziliachiliwa kwa ajili ya kuwavaa watu kwa sababu maalum. Hao ambao wako kwenye eneo hilo nitataja tu kwa ujumla la uimbaji, kwa maana tunasifu na kuabudu. Iko roho ambayo inawavaa alafu inatengeneza. Kwa mfano, mimi nimeimba, nina nyimbo
zaidi ya 80 ambazo zimetoka kwa Roho Mtakatifu. Sijatunga nyimbo, lakini zote zimetoka kwake. Zilitokaje kwake? Ndio niweze kueleza tunachoeleza vizuri. Zilitoka kwake kwa sababu ya ule uvuvio wake. Sasa yeye ndo alivuvia. Wakati nimekaa ama nafanya kazi zangu, nasikia wimbo unaimba ndani. Ule wimbo utakao uimba kwa ndani unatoka, nitatumia neno beat, yani unatoka na sound, unatoka na namna ya nini. Kwa mfano nikisema, natoa tu mfano nikisema kwamba Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, umetukuka. Huo ni wimbo nimeuona umetoka na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Sasa ule uvuvio, simesikia nimesema Yesu ni Bwana. Kuna sasa namna ya kutengeneza mziki wake. Sasa ule uvuvio ulionipa hiyo, lazima uwe umetoka kwa Roho Mtakatifu. Na kwa sababu utakuwa umetoka kwa Roho Mtakatifu, namna ya kutengeneza biti yake itatoka kwa Roho Mtakatifu. Sasa shetani alikamata hilo eneo kwa sababu ilikuwa ni kitengo chake. Alipokamata, yani ameikamata kwa sababu anaendelea nayo, akawa anaweka uvuvio kwa watu wake. Hao sasa kwa leo mnawaita kwa lugha na masters, ma celebrities, tuma kitu gani? Akaweka uvuvio kwao. Kwa hiyo wanapoimba, yani unasikia wimbo unaenda unagusa mpaka kwenye nafsi. Watu wanatoka kule chini, hao wanaitwa mafans. Fans ni wanaposema wanasema mashabiki. Mtu anakaa anamsikia Michael Jackson anaimba, anapiga kifua. Kitu yake anafanya anapiga kifua. Yule connection ya kwenye ulimwengu wa roho. Anapiga kifua na Michael Jackson ana mabodyguard kule. Watu walinzi wako, lakini anasema potelea mbali. Unaona tu kijana anatoka hapa pia anaruka juu ya stage. Anapanda anaenda kule. Halafu mkumbatia. Anasema mkiniua ni ueni hapa. Lakini nimeshamkumbatia Michael Jackson. Ni roho zimeshabihiana. Sasa anasikia nini? Kwa sababu yule anaimba, anaugusa moyo wake, anapenya kwenye nafsi yake. Lakini sasa kinachopenyezwa kwenye nafsi ya yule mtu hakitokani na Mungu. Ndio hicho ninachosema kwamba sisi unaimba alafu unapenya kwenye nafsi ya mtu, unamuingiza mtu rohoni. Yule mtu anaingia sasa, unamkutanisha mtu na Bwana wake, na Bwana Yesu. Kwa hiyo ule wimbo ukitoka hapa, akitoka hapa, akienda nyumbani, yule wimbo utaendelea kuimba. Yesu ni Bwana, utaimba ndani. Kwa sababu ameshaingia kwenye huo ulimwengu, yuko kwenye huo ulimwengu sasa. Yuko na Bwana. Kwa hiyo ule uwepo unaenda naye, unaambatana naye. Lakini sasa kanisa leo mkisifu kila kitu kinabaki hapo hapo. Tukiabudu kila kitu kinabaki hapo hapo. Hakuna mtu anaondoka na kitu. Sasa hayo ni mambo ambayo yanazuia. Sasa matengenezo ya muziki hii, kuna ambayo inatoka kwa shetani. Leo tuna matengenezo mingi sana. Hata keyboard zimechukua hizo, ziko pale. Unakuta kuna jazz, kuna rock, kuna sio nini, sio makorokoro gani. Mingi. Uvuvio wa shetani. Ni muziki yake, kwa mfano kama rock music. Rock music ni ya shetani. Hii ya reggae, system yoyote ya reggae ni ya kuzimu. Lakini leo tuna nyimbo ambazo tunachukua system hiyo sasa. Huo ndio muziki. Sasa ukiweka muziki, mimi nina nyimbo, nilimpatia Johnson kazi kubwa sana hapa kunielewa. Nafikiri hata mwisho akaona wewe sikuelewi kabisa. Nilimpa kazi nzito sana kwa sababu ilikuwa kila wakitengeneza beat inakataliwa. Nyimbo zimetoka kwa Roho Mtakatifu wakati nikiwa na studio. Kwa hiyo sana nampa, mimi nikipewa tu saa hiyo hiyo namtumia. Nikimtumia ananitengenezea beat. Akishanitengenezea beat, akitengeneza beat ambayo imetoka kwa Roho Mtakatifu, wakati mimi nasikiliza ile beat naingia rohoni. Maana niko kwenye ile connection iliyoleta. Lakini beat ikiwa tofauti, naona kichwa kinagonga. Kwa hiyo narudisha, nasema hapana. Badilisha. Hiyo imenipa shida mimi mpaka hakuna mtu anaweza kufanya kazi na mimi kwenye eneo hilo. Kwa nini? Nalinda kilichotoka kwa Roho Mtakatifu. Kuna wimbo ambaye nawaambia kwamba nilipewa, malaika walikuwa wanaimba hapo.
ile anasema kwamba uzuri wako watanda ulimwengu. Walikuwa wanaimba alfajiri. Hakukuwa na kinanda, hakukuwa na chote, lakini sauti zilikuwa zinasikika, yani hata nashindwa kuelewa. Ule wimbo nikakaa nao ndani ya moyo, nikamtumia. Nikamwambia nitengenezee beat. Kanitengenezea beat. Kwenye kuimba sasa, alikuwa anapenda kuingiza sauti zake kwenye nyimbo zangu. Lakini akaweka sauti za watu. Kuna kijana akamweka alivyomaliza akanirudishia. Nikamwambia toa. Ni kijana nampenda, namfahamu, tena alikuwa ni kijana wa kanisani tulikuwa naye. Lakini kaambiwa toa. Kumbe maisha yule kijana yalikuwa machafu. Unaona? Nikamwambia toa. Sasa vitu kama hivyo ilikuwa na yeye pia vinamtatiza, naona kama vile mimi ndio nina shida. Lakini sio mimi nina shida, tunasema habari za ulimwengu wa kiroho. Na tunasema habari za ulimwengu wa roho kwa sababu ya kiasi. Sasa hata tunapozungumza habari ya kuvuka mipaka ya kiasi kwenye sifa, pia kunaweza kukabebwa na muziki inayobeba nyimbo zetu. Ndio naona hata wanawaambia tokea hata wakati Manuel nilikuwa hata akiweza namwambia Manuel, hii nyimbo umeweka lakini usirudishe tena. Ananiambia hata mimi pia nimeelewa, nimeona, nasema hii hapa. Hata juzi unipata ile message? Nilikutuma ulipata? Hata juzi kuna wimbo mmoja ambao naimbaga hapa. Ni wewe tu. Ule wimbo ni mzuri sana. Siku ya kwanza ambayo tuliimba ilikuwa ni wakati wa prayer summit mwaka jana. Nilisikia ule mdundo alafu nikaanza kuona kama kuna milango iko wazi. Kuna vitu vinapenya vinaingia. Nikanyamaza. Mara 2, mara 3, mara 4, mara 5. Naona tu kwamba kuna milango fulani. Yaani ile nyimbo si tunaimba, lakini ule muziki una penyezo za zinaa. Nikasema kwa nini? Kwa hiyo nikaa kama vile na uchunguza, kila tukiipiga na uchunguza. Ninaupenda sana. Lakini na uchunguza mwisho akafika mahali nikaambiwa hapana. Yaani nyinyi mnaweza mkafikiri kwamba mnasifu, mnaabudu, lakini mnazuiliwa na muziki wake. Kwa hiyo pia ni sehemu. Sasa Luciferi alivuka mipaka ya kiasi, akapoteza nafasi yake. Na sasa hivi anazuia kanisa kuingia kwenye ibada hiyo ama kusifu, kwa sababu ameshawekeza na ameshachomekeza. Na kwa sababu ya hivyo ndio leo tunakuta kwamba hatuna ibada katika roho na kweli ya kusifu. Hatuna. Tunao chache kwa wale wanaoelewa, lakini hatuna. Kwa sababu tukisema ibada ya kusifu na kuabudu, watu wanakuja kucheza disco. Sasa watu wamesharudishwa kule kwake. Kwa sababu ya nini? Kuna vitu ambavyo ndio visababisho. Kuna vitu tunavibeba vinakuwa ndio visababisho, ambavyo sasa shetani kwa katika alipovuka mipaka, kiburi kikaingia ndani yake. Akaona yeye ndio akae kwenye ile nafasi ndio aabudiwe, kwa sababu akawa creator, akawa muumbaji wa zana zake zinazohusiana na sifa. Na ndio hizo sasa, ndio hizo za muziki. Sasa wale wanasikia kwamba si muimbaji huyu ameuza nafsi yake kwa shetani. Hao wanaoenda kutaka kuinuka, sijui kufanyaje, wanatafuta pesa, wanatafuta kujulikana, ndio wakienda kwake anatoa katika hazina yake, ndio anawapa kitu ambacho kinaenda kukamata nafsi ya watu. Kwa hiyo akisha wapatia wale, lakini mnakuwa mna exchange, anakuambia nipe nafsi yako na mimi nitakupa. So kile anachokitoa anatoa nafsi yake yeye. Ile ni creation yake, ni uumbaji wake, ambayo ndio alipovuka mipaka alikaa hapo, akawa ameumba hicho. Kwa alitaka akae sasa, ndipo wale malaika wao wanamsifu yeye katika asili hiyo ya uumbaji wake. Hapo kama siku nimeeleweka hicho Kiswahili. Wamsifu katika asili ya uumbaji wake, sio katika asili ya uumbaji wa Mungu. Kwa maana ile sifa walikuwa wanaimba kwa jinsi ya Mungu, kwamba ndio Mungu alikuwa anatukuka, ndio Mungu alikuwa anafurahishwa. Haitaki hiyo. Kwa hiyo alitengeneza ya kwake. Alitengeneza alipoanza kupanda, alipoanza kuvuka mipaka. Sababu ukishavuka mipaka, ndio nikasema ukivuka mipaka utaanza kufanya vitu vyako. Kwa sababu hiyo ndio creation yako wewe sasa. Kwamba huyo ndio Helena. Lakini nikiwa huku mimi ni dhaifu, na udhaifu wangu umebebwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yale ambayo ameweka ndani yangu ndio sasa yanafanya kazi ndani yangu, ili mimi nisitirike
ndani yake, nisimwaibishe Kristo na mimi nisiaibike. Sasa huko nje hakuna kusitirika. Kama mimi naenda nitaenda tu ndio mimi. Sina kitu cha kunizuia, kwa sababu hiyo ni creation yangu. Na nikiwa upande ule huo wa huko, ni kwamba natangaza kile ambacho kiko ndani yangu. Ndio maana sasa ukiwa kwenye mipaka ambayo uko nje umevuka mipaka ya ukiasi, kupata aibu ya dhambi ni rahisi sana, kwa sababu kila siku kuna dhana ndani ya kutaka kutangaza kitu fulani. Kwa sababu hiyo ndio creation yako, kwamba kushindwa kuongozwa na Roho Mtakatifu ina maana nina uumbaji wangu, nina kitu kimeumbwa ama kimeumbika ndani yangu ambacho hicho ndio nataka nikifanye. Na hapo ndipo mahali tunakosana na Mungu na hatuwezi kwenda na Mungu. Yaani nikwambie kitu, hakuna na haiwezekani mtu kushindwa hiyo kusema kutembea na Mungu, kuishi kwenye kanuni, kama hakuna kitu cha tofauti ndani yake. Na hicho kitu cha tofauti ndio hicho ninachokisema uumbaji wake, creation yangu. Kwamba hicho ndio kinasimama kama pingamizi la kuzuia, kwa sababu nimevuka mipaka. Kwa hiyo hicho sasa kimesimama, ndicho kinaniendesha, na mimi nakitumia chenyewe kwa ajili ya kujiendesha. Kwa hiyo sasa ndio kimebeba maisha yangu. Kwa hiyo mtu ili aweze kuniona mimi, itabidi aone hicho. Sasa atakionaje hicho? Kwa sababu mimi nitakuwa mtendaji na mtekelezaji, na nitakuwa natekeleza sasa. Kwa hiyo tabia, ndio maana unaona kwamba leo tuko nje tumefumuka vibaya sana, kanisa tunaonekana ni wabaya, tunaonekana kwa sababu yale ya kwetu ndio yanayotutangaza. Lakini wewe kaa ndani ya Kristo na kaa hivyo ndivyo kwambia, nenda kwa mfumo huo, utashangaa watu, hakuna mtu atajua kwanza kama upo, ila Kristo atajua kwamba upo. Lakini sasa huku kwenye kujitangaza kwa huku, kila mtu atajua kwamba upo, kwa sababu kila kilichoko ndani yako ndio kinapiga kelele kukutambulisha. Lakini kile ambacho ni cha Roho Mtakatifu kinakuhifadhi. Hicho kinakuhifadhi ili Kristo atangazwe. Kwa hiyo atakayekuwa anainuliwa kwako atakuwa ni Kristo na sio wewe. Sasa leo ukiangalia, hata tukisema habari ya utumishi wetu, tusema habari ya nini? Dakika 2 ni nyingi. Dakika 1 tu. Mtu akishaona tu Mungu ameanza kufanya hivi, yuko ndani ya kanisa, ana kiongozi wake, yule kiongozi tena afanye, sio kitu. Ina maana ndani ya huyu mtu kuna kitu chake. So kama kuna kitu cha Mungu ndani ya huyu mtu, kitaendelea kumhifadhi na kumweka chini ili Kristo aendelee kuinuliwa. Alafu unashangaa dakika 2 dakika 3 mtu anapoteza kile ambacho alichokuwa nacho, ile lulu inakuwa imeenda. Sasa Luciferi aliipoteza nafasi yake kwa sababu ya kuvuka mipaka ya kiasi. Na alipovuka mipaka ya kiasi, alishindwa kuitunza tena ile nafasi. Na sisi tunashindwa kutunza nafasi ya wokovu. Tukizungumza habari ya wokovu, tunazungumza habari ya utakatifu. Tunashindwa kutunza utakatifu mpaka tunahalalisha ya kwamba haiwezekani mwanadamu kuwa mtakatifu. Kitu ambacho si kweli. Ni kweli tuna madhaifu, hiyo nasema ndio. Lakini tuyapeleke basi madhaifu yetu kwa Roho Mtakatifu. Tujipeleke sisi kwa Roho Mtakatifu, ndio Roho Mtakatifu atuwezeshe. Kama inapofika mahali shetani anakuja kutaka kuniharibu kwa namna hiyo, Roho Mtakatifu anakuwa anahusika. Kwa hiyo ananiepusha, ananiondoa. Haina maana kwamba majaribu yatakuja, yanakuja. Hata kwangu yanakuja siku na mchana. Lakini Roho Mtakatifu ndio anahusika sasa kuniepusha, kuniondoa, kunirudisha nyuma, ama ananikwepesha. Ama anaona kwamba sasa hapa na wewe ushakanyaga mguu wako hapa. Sasa mimi nafanyaje? Mbona naona hivi na hivi? Naambia mimi nafanya nini sasa? Unamwona ananiletea namna ya kufanya, ananishauri namna ya kufanya. Hata si mshauri jamani. Kwa hiyo nampa nafasi ya kutimiza jukumu lake katika zile huduma zake 5. Ananishauri, na kama nimeshaumia na kuumia atanifariji, na kwa sababu nimetambua kwamba hapa nimeharibu. Ananifariji, alafu ananishauri, ananielekeza, ananifundisha, ananisaidia. Unaona? Alafu ananiongoza namna gani ya kufanya ili kila kitu kiweze kuwa vizuri. Kwa hiyo najikuta kwenye maisha yako ya wokovu unaenda vizuri. Kwa hiyo tunaposema haya, tunasema kwa sababu tunafahamu. Sasa sisi wanadamu tumepewa nafasi hiyo. Na hiyo nafasi shetani Luciferi hakupewa. Yeye alipoharibu aliharibu. Kwa hiyo taandika Isaya 14. Isaya 14. Taandika kuanzia mstari wa 11.